Jana niliweza kukupa taarifa kwamba Mange Kimambi alishawahi kufuatwa na FBI, kitengo kikubwa kabisa cha masuala ya usalama huko Marekani, na akaambiwa kwamba yuko kwenye hatari kwa sababu kuna watu walitumwa kwenda kumuua. Kwa hiyo Mange Kimambi ana hiyo connection ya FBI. Sasa huu ni mwendelezo wa kile alichokizungumza kwa lugha ya Kiingereza, kama ambavyo watu waliomba niendelee nayo ile video ambayo Mange Kimambi alizungumza kwa muda mrefu sana, lakini kwa lugha ya Kiingereza. Sasa hapa anaendelea na kile alichokizungumza. Mange Kimambi anaendelea kwa kusema, mwaka 2024 nilipokuwa nikimkosoa tena Rais Samia, nilikumbana na jambo kama hilo kutoka Meta. Kwa takriban wiki moja nilikuwa nikitumia muda wangu kuelezea kwa nini niliona anaelekea kwa dikteta na mambo mengine nilikuwa na yakosoa kuhusu uongozi wake. Baada ya zaidi ya wiki moja ya ukosoaji huo, Meta ilifuta akaunti yangu. Nilikuwa na akaunti mbili. Akaunti ya kwanza iliyofutwa mwaka 2024 ilikuwa na karibu wafuasi milioni 10. Meta ilifuta kwa sababu nilikuwa nakosoa serikali ya Tanzania. Nilifanya nini? Niliamua kutafuta njia ya kupambana nao. Njia pekee niliyoiona inawezekana ilikuwa ni kuwafungulia kesi katika mahakama ya madai madogo, yani small crime court, kwa sababu Meta inalindwa sana kisheria nchini Marekani. Nilichukua hatua hiyo kwa sababu nilizani huenda account itaondolewa na mfumo wa akili bandia. Nilichukua hatua hiyo kwa sababu nilizani huenda account hiyo iliondolewa na mfumo bandia, yani AI. Nilitaka kukutana nao ana kwa ana na tujadili namna ya kutatua tatizo hilo. Lakini nilipokuwa najiandaa kwenda mahakamani, nilipokea taarifa kutoka kwa watu wangu wa ndani Tanzania waliokuwa katika taasisi yenye jukumu la kusimamia mitandao ya kijamii. Waliniambia kuwa kwa wiki kadhaa walikuwa wanawasiliana na Meta na kuwataka waifute akaunti yangu, huku wakiwapa muda wiki moja kufanya hivyo. Waliniambia wazi kwamba Meta haitakurudishia akaunti yako, na wakanishauri niwaombe mahakama iwatake Meta kutoa taarifa zote za mawasiliano yao na serikali ya Tanzania. Nilipofika mahakamani nilijua cha kufanya mara moja. Niliomba Meta itoe mawasiliano yote kati ya serikali ya Tanzania na akaunti zangu za mitandao ya kijamii. Mnataka kujua kilitokea nini? Meta ilianza kuchelewesha mchakato. Walifika mahakamani, tulikuwa na vikao vingi vya usikilizwaji, lakini waliendelea kupuuza amri ya kutoa taarifa hizo. Walionekana wenye jeuri kwa sababu walijua sina uwezo mkubwa wa kuwabana. Hatimaye, baada ya jaji kuona kwamba Meta haikuwa tayari kutoa taarifa hizo, alitoa uamuzi kwa faida yangu. Ilikuwa karibu kuwa moja ya hukumu ya kwanza katika mahakama hiyo dhidi ya Meta, kwa sababu watu hupoteza kesi zao dhidi ya Meta, lakini mimi nilishinda kwa sababu nilitaka kutoa taarifa hizo. Kwa kuwa nilikuwa mahakama ya madai madogo, jaji aliweza kuamuru Meta inilipe takriban dola 10,000 tu. Siku inayofuata Meta alileta hundi mahakamani kulipa fedha hizo. Walikuwa tayari kulipa pesa, lakini hawakuwa tayari kufichua taarifa zilizoombwa kutolewa. Walijua kwamba matokeo makubwa zaidi yangekuwa ni kulipa dola 10,000 tu, na kwa kampuni kama Meta kiasi hicho si chochote. Hata jaji hakuwa na mamlaka ya kuamuru akaunti yangu irejeshwe. Hakuweza kuwalazimisha kufanya jambo lolote zaidi ya kulipa fidia. Lakini kwa sababu serikali ya Marekani imechagua kuzipa kampuni hizi ulinzi mkubwa kiasi hicho, hali hii lazima ikome. Bunge la Marekani linapaswa kutafuta njia ya kuhakikisha watu kama mimi, watumiaji wa mitandao ya kijamii, wanaweza kushtaki Meta na kupigania haki zao. Hivyo njia pekee ya kusitisha hii ndio njia pekee ya kusitisha jambo hili. Huwezi kuruhusu serikali za kigeni kuwa na ushawishi mkubwa juu ya makampuni ya Marekani, huku serikali ya Marekani yenyewe ikiwa haina uwezo wa kulidhibiti. Nikiwa hapa sasa, nimewasiliana na mwakilishi wangu bungeni Ted Lieu wa Los Angeles. Ofisi yake imekuwa ikifanya kazi na mimi kwa miezi kadhaa, lakini hawajafikia mafanikio yoyote. Meta inaendelea kusema bado tunachunguza swala hili, tutakujibu baadaye. Lakini ukweli ni kwamba leo ningekubali kuacha kuikosoa serikali ya Tanzania na kuomba serikali hiyo inisaidie kurejesha akaunti yangu kutoka Meta, wanaweza kufanya hivyo.
wangeitisha tena shinikizo lao na kusema mrudishieni akaunti yake. Hivi ndivyo serikali ya Tanzania imekuwa ikitumia kama njia ya kunishinikiza. Kama ningeacha shughuli hizi na kurudi kufanya kazi nilokuwa nafanya awali, kama vile habari za udaku na mambo mengine, wanaweza kunisaidia kurudishiwa akaunti yangu. Je, unaona jinsi hali ilivyo ya aibu? Mwakilishi wa bunge la Marekani kama Ted Lieu hana uwezo wa kuilazimisha Meta kufanya chochote kuhusu kesi yangu, lakini nchi ndogo ya Afrika inaweza kuishinikiza Meta kufuta au kurejesha akaunti yangu. Hapa ndipo tatizo lilipo. Serikali ya Marekani lazima ichukue udhibiti zaidi wa kampuni zake za teknolojia, kwa sababu kwa sasa serikali za kigeni zina ushawishi mkubwa juu ya makampuni hayo, huku serikali ya Marekani yenyewe ikiwa haina udhibiti wowote. Haijalishi Marekani itashinda vita vingapi duniani, mwishowe itaendelea kushindwa kwenye vita mitandao ya kijamii ikiwa kampuni zake za mitandao zinaathiriwa na serikali za kigeni. Na sasa kampuni za teknolojia za Marekani zinasaidia tawala ambazo anaziona kuwa ukandamizaji, kama utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania unapelekea ukandamizaji huo hadi ndani ya Marekani. Nilipoteza sauti yangu ya kisiasa nikiwa Los Angeles nchini Marekani, na hakuna mtu anayeweza kunisaidia, si mwakilishi wangu bungeni, si gavana wangu, hakuna yote. Kwa sasa kama ningetaka kurudishiwa jukwaa langu la mtandaoni, njia rahisi zaidi ingekuwa kurudi kushirikiana na serikali ya Tanzania. Wao wanaweza kunisaidia kupata akaunti yangu tena kutoka Meta, lakini serikali ya Marekani haiwezi. Kwa kweli hili ni jambo la kusikitisha sana. Hapo ndio mwisho wa kunukuu ujumbe wa Mange Kimambi. Kulikosalia aliomba tu Rais Donald Trump aweze kumsaidia katika hili swala. So hapa ndio tutakuwa mwisho wa ule ujumbe wa Mange Kimambi ambao ulikuwa na dakika kama 20 lakini mimi nimekuchambulia, nimekuwekea sawa kwa lugha ya Kiswahili, ingawa yeye alizungumza kwa lugha ya Kiingereza. So ndio hivyo uelewe kwamba serikali ya Tanzania inaishinikiza mpaka Marekani. Yani so poa. Baratu, drop comment, bye bye.